There is no miracle they can perform to win this election. So they've now resorted to the Tanzania formula. Zambia is not Tanzania. Zambia is not Tanzania. This is Zambia. This is Zambia. Our God, our Lord, shines his light upon this country. This is a Christian nation. Every Christian is on their knees today to pray. And we shall emerge supreme as Christians. So for those that think they can import the ideas that worked in Tanzania into this country, you've got it all wrong. So my dear colleagues from Tanzania who've been hired, please get out of this country and go back. Please. Go back. Kupitia TikTok siku kama 2 zilizopita, mgombea uraisi wa chama cha NRPUP nchini Zambia, Brian Mundubile, aliweka video hii ambapo tafsiri yake ni kwamba hapa alikuwa anasema, kwa hiyo sasa wameamua kutumia kile kinachoitwa mbinu ya Tanzania. Zambia si Tanzania. Zambia ni yetu, hii ni Zambia. Mungu wetu, Bwana wetu, anaangaza nuru yake juu ya nchi hii. Hili ni taifa la Kikristo. Kila Mkristo leo amepiga magoti kuomba, na sisi wa Kristo tutaibuka washindi. Kwa hiyo wale wanaofikiri wanaweza kuleta katika nchi hii mbinu walizotumia Tanzania wamekosea kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu kutoka Tanzania ambao mmeajiriwa, tafadhali ondokeni katika nchi hii na mrudi kwenu. Leo kupitia taarifa rasmi, msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gelson Msigwa amezijibu shutuma hizo akisema serikali ya Tanzania imezisikia tuhuma zisizo za kweli kutoka kwa mgombea urais wa chama cha NRPUP nchini Zambia, Bwana Brian Mundubile, kwamba Tanzania imetuma watu kwenda nchini Zambia kwa lengo la kuingilia, kuvuruga uchaguzi wa nchi hiyo uliofanyika tarehe 13 Agosti 2026. Serikali imezichukulia kwa uzito tuhuma hizo na kupitia ubalozi wa Tanzania nchini Zambia imeandikia serikali ya Zambia kutaka maelezo ya kina juu ya kwa nini mgombea huyu amezusha tuhuma hizo zisizo na ukweli. Serikali ya Tanzania inawahakikishia Watanzania na jumuiya ya kimataifa kuwa haijatuma mtu yeyote kuingilia au kuvuruga uchaguzi wa Zambia na haina utamaduni huo. Kama ilivyo kwa nchi zingine za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Tanzania inao uwakilishi wa waangalizi wa uchaguzi huo ambao wanafanya kazi kulingana na miongozo ya waangalizi wa uchaguzi wa SADC sambamba na waangalizi wengine waliopo Zambia, na sio kuingilia uchaguzi kama ilivyotuhumiwa na Bwana Brian Mundubile.